Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo. Tunakukaribisha mahali popote, na kabla ya mambo yote tunaomba tumshukuru Mungu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya muda huu na wakati huu ambao umetujalia kuwepo mpaka saa hii. Tunakushukuru kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji wetu popote alipo ulimwenguni, anapotufuatilia, akifuatilia ujumbe wa neno lako. Bwana, tunaamini ndivyo ulivyosema katika neno lako ya kwamba ulimwenguni mote injili itasikika. Ulitutuma na kuahidi ya kwamba enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili. Yote aminie na kubatizwa ataokoka, yule asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba ujumbe wa neno la leo Bwana, watu wakaamini wakaokolewe. Katika jina la Yesu mfunike mtazamaji na msikilizaji wetu popote alipo anapotutazama. Amen. Tunaendelea na somo letu, namna ya kukataa roho ya hofu. Cha kwanza tuliona katika vipindi vilivyopita, tulielezea vile vyanzo mbalimbali vya hofu. Tulielezea kile chanzo cha dhambi ni chanzo mojawapo ambacho kinaleta hofu kwenye maisha ya mtu. Dhambi inampotezea mtu ujasiri na inamletea roho ya hofu. Lakini tulielezea vyanzo vingine. Kama umefuatilia ile video ya mwanzo, tulielezea kupungukiwa na imani, na tukaona jinsi Petro alipungukiwa na imani akaanza kuzama, alikuwa na imani haba. Lakini sasa leo tunaendelea na chanzo kingine kinacholeta hofu kwenye maisha yako, ukijue ili ukiepuke. Cha tatu sasa ni kutokujua ahadi za Mungu. Kutokujua ahadi za Mungu kwenye maisha yako nako pia hukuletea hofu. Kwa hiyo ninahimiza uwe unaandika vitu Mungu anavyosema na wewe, anavyokuahidi kwamba atakufanyia. Mungu ni mwaminifu katika ahadi zake. Kuna watu wana hofu kwa sababu kuna mambo Bwana aliwaambia labda hayajatokea. Kitabu cha Habakuki sura ya 2, ukisoma kwanza ule mstari wa 2 kuendelea, nasema kwamba ni kama ndoto, andika kama maji, ijapokawia ingoje. Mungu yuko karibu sana kukusaidia. Kwa hiyo usikate tamaa. Jifunze kuzisoma ahadi za Mungu na kuziamini. Kinacholeta hofu kwenye maisha ya watu wengine pia ni kutokujua ahadi za Mungu kwenye maisha yao. Cha tatu ni kusikia habari mbaya mara kwa mara. Hichi pia huleta hofu kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo ukisoma ile Zaburi ya 112 utaona hichi chanzo kingine, hichi Zaburi ya 112 utaona hichi chanzo kingine cha kusikia habari mbaya mara kwa mara. Unakuta wewe kila anayekupigia simu anatoa taarifa ambayo inakuingizia hofu. Jihadhari sana na simu ambazo unazipokea. Kuna simu nyingine ni adui anazitumia kumwaga roho ya hofu ndani yako, kumwaga mashaka. Yaani hakuna simu unaopigiwa yenye kuleta amani. Simu zote unazopigiwa wewe ni mambo ya hofu, ni mambo ya kutiwa hofu. Biblia inazungumza katika kile kitabu cha Zaburi ya 112 ule mstari wa 7, hutaogopa habari mbaya, moyo wako huu imara ukimtumaini Bwana. Kuna habari nyingi mbaya sana zinapitishwa kwenye vyombo vya mawasiliano kama simu. Sasa mnaona hata huku tunakoelekea, hata matumizi sahihi ya simu zetu hayapo. Watu wanapata ajali mahali, mtu anaposti picha ya mtu, damu zinamwajika, mtu alipigwa risasi, mtu anaposti. Hakuna kuangalia kwamba yule anayeona picha zile ana moyo wake unapokeaje lile tukio. Hatuangalii hivyo. Kuna mambo mengine usipoyasitiri, kama we ni mtu wa Mungu, usipoyasitiri utaangusha hofu ndani ya watu na utavunja imani za watu na wataanza kushindwa kumwamini Mungu. Kwa hiyo kuna watu wengi sana wanateswa na hii roho ya hofu. Kwa Mtakatifu akaniambia kwamba andaa somo linalohusu namna ya kushughulika na hii roho ya hofu. Kusikia habari mbaya. Na Zaburi ya 112 unaona inasema ule mstari wa 7 kwamba moyo wako uwe imara, hautaogopa habari mbaya. Kuna watu wanaogopa habari mbaya. Yaani akienda kupima hata hospitali, kabla majibu ya vipimo vyake havijatoka, keshaanza kuogopa, hii ni kensa, huu ni ugonjwa fulani. Yaani hana uimara kwenye moyo wake. Anategemea majibu ambayo ni mabaya, ambayo ni negative. Hawazi positive, ni negative. Anawaza vibaya, anafikiri vibaya. Na adui akishajua wewe ni mdhaifu kwenye eneo hilo, kila simu unaopigiwa ni ya kukuangushia roho ya hofu.
Zinazotoka kwa watu wa karibu ni hofu, zinazotoka kwa watu wa mbali ni hofu. Kwa nini adui anatumia mlango ule? Adui amegundua wewe una hofu, ni mdhaifu kwenye eneo la taarifa, na ndio maana sasa anatumia hiyo silaha ya hofu kwa njia ya maneno kukudhoofisha ndani, kukuua nguvu. Hofu ni silaha kubwa sana ya shetani. Hofu ni silaha kubwa sana ya shetani. Shetani anaitumia hofu kama silaha na amefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuangusha watu wengi wa Mungu. Shetani anapenda kutumia hiyo silaha sana kwa ajili ya kushambulia watu wa njia hii. Ukisoma kile kitabu cha Petro wa kwanza sura ile ya 5 kuanzia mstari ule wa 8, anasema muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba ngurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Kwa hiyo anazungukaje? Anazunguka kwa njia ya hofu, akiingiza habari za hofu. Na ukisha ogopa hata ujasiri wa kumsogelea Mungu kuomba huwezi. Kasome Waebrania 4:16. Anasema na tukisogelee kiti cha rehema na neema kwa ujasiri. Huwezi kwenda mbele za Mungu ukiwa na hofu hivyo. Ni lazima adui anatumia njia hiyo ili kukuondoa kwenye uwepo wa Mungu na kukuingizia mashaka. Na Mungu hapendi watu wenye mashaka na hofu. Anasema watu wako sita na watu wenye mashaka ni kama wimbi la bahari lipeperushwalo. Ndio maana tunakazia watu sasa wavae roho ya ujasiri, hasa katika mambo yajayo huku mbeleni. Yanahitaji mtu mwenye roho ya ujasiri kuvuka. Kuna mahali watu watapitishwa, na hapo mahali patakuwa panahitaji uwe na roho ya ujasiri. Kuna mambo ambayo hujawahi kuyaona, utaanza kuyaona. Lazima uvikwe ujasiri. Umuombe Mungu sasa na Wafilipi 4:13 kwamba naweza yote katika wewe unitie nguvu. Omba kuweza katika kutie nguvu. Akutie nguvu ni Kristo. Kristo ameketi ndani yako, na yeye ni mkuu kuliko wote wa ulimwengu huu, wakuu wote. Yeye ni Bwana juu ya mabwana wote. Haupaswi kubeba roho ya hofu, na aliye ndani yako ni mkuu kuliko wote unaowaona ulimwenguni. Lakini kitu kingine kinacholeta roho ya hofu ni maumivu ya zamani. Maumivu ya zamani, yani kukumbuka mambo ambayo ulitendewa mabaya, ni mambo ya kikatili uliotendewa, uovu, kuumizwa, kusalitiwa. Sasa wewe unaweza kukuta ni kijana hata unaogopa kuoa kwa sababu kuna mambo ulitendewa na mchumba wako huyo wa zamani, alikuumiza, yakaangusha hofu hata kumwamini mtu. Kuna watu hawawezi kuaminiana tena, hawezi kuamini kwa sababu sasa mimi nitafanya nini jamani? Cha kufanya hakuna. Ni wewe uanze kukataa hiyo roho ya hofu na kufuta hiyo kumbukumbu. Kwa nini shetani anakuletea kumbukumbu ya mambo ya uchungu yaliyotokea huko mwanzo? Ili kukuamshia hofu na uoga wa kufanya maamuzi. Anakamata hatua zako za kufanya maamuzi. Kwa hiyo hii hofu iko kwa watu wengi sana. Kuna vijana wengi wameumizwa, wametendewa mambo ya ukatili, sasa wanaogopa, wana hofu ya kufanya maamuzi. Hata kama ni kijana wa kike ukimwambia unikuoe, hayuko tayari tena, kwa sababu anakumbuka yale yaliyotendewa, huenda yatatokea kwako, yatatokea tena mara nyingine. Kwa hiyo ninakutia moyo, usiogope, badala yake sasa anza kuomba roho ya ujasiri. Roho ya ujasiri. Ujasiri ndio utakao kusaidia. Kwa hiyo wale wanaonifuatilia na unaona wanateswa na roho hii ya hofu, tupigie simu kupitia namba hizo 0759 044115 ili tuweze kuomba pamoja na kuikataa. Lakini ukitaka kuishinda hofu, cha kwanza kabisa ni kumpa Yesu maisha yako, kwa sababu yeye akiingia ndani yako anakutia nguvu. Na huenda haujaokoka na unasema sasa nitafanyaje? Pale mwisho tutakuongoza sala ya toba ya kukupatanisha na Yesu Kristo kokote uliko ulimwenguni, na ukifuata sala hiyo ya toba utaokoka. Na yeye amesema, tazama nabisha, niko mlangoni, mtu akifungua, mimi Baba na Roho Mtakatifu tutaingia na kukaa ndani yake na kufanya makao ndani yake. Kwa hiyo kuna mambo hautayaweza, ni Yesu Kristo aliye ndani yako ndio atakaweza. Na akisha ingia ndani yako, mara moja anaanza kuikunguta roho ya hofu na anakuvika roho ya ujasiri. Kwa hiyo kama haujaokoka na wewe hiyo roho ya hofu inakutesa, mpokee Yesu sasa hivi. Kwa sababu ukimpokea Yesu sasa hivi, atakavyoingia ndani yako, yeye alishashinda. Ni ushindi unaingia ndani yako. Unashinda kabla ya kushinda. Unavuka, atakuvusha katika mambo magumu. Usichukue ujumbe huu kwa mzaha. Elewa silaha hii ya hofu itatumika katika siku hizi za mwisho. Watu watakutana na habari za vitisho. Mnaposikia kwamba watatokea manabii wa uongo kwenye Mathayo 24, watakuwa wanafanya ishara. Hizo ishara usifikiri zote ni nzuri.
nyingine zitaingiza watu kwenye hofu. Utapewa mambo ambayo sio mazuri ya kukuvalisha hofu, na adui anajua kabisa kizazi hichi ni kizazi kinachopenda sana ishara. Yesu alikisema ni kile kizazi wanataka ishara ile ya Yona. Sasa ni kizazi ambacho shetani atatumia maneno mengi kuingiza hofu ndani yao. Yaani unaweza ukaanza hata kama una mtu ambaye ni mtu wa Mungu ambao unaona ni mtumishi, lakini kila ujumbe anazokupa zimebeba hofu, hakutii moyo. Hebu jaribu kukaa pembeni kwanza, ukae umtafakari Mungu, kwa sababu kwenye kile kitabu cha Wakorintho inaeleza namna ya makusudi ya mtu anayehubiri ni nini. Ni kujenga, kutia moyo na kufariji. Kama ujumbe unaopewa kila siku haukufariji, haukutii moyo wala haukujengi, sasa wewe ni hofu. Kila unavyoongea na mtumishi wako ni hofu. Hizi hofu usikute shetani ameanza kutumia kinywa cha huyo mtumishi kama mlango wa kutupa silaha ya hofu kwenye maisha yako. Na sasa hii hofu ikizidi itakuletea magonjwa ya moyo, itakuletea magonjwa ya presha, itakuletea magonjwa mengine ya kisukari, stroke na magonjwa mengine huko yasiyo na majina. Jifunze kuomba na Mungu akuondolee hiyo roho ya hofu. Alimwambia Yoshua katika kazi yake. Ukisoma ile kitabu cha Yoshua ile sura ya 1, anasema si mimi niliyekutuma, si mimi niliyekuamuru, basi usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako niko mbele yako kila uendako. Kwa hiyo kila unapokwenda Mungu amehakikisha kwamba yuko pamoja na wewe. Na ninakutia moyo popote unapopitia, kataa roho ya hofu na uombe roho ya ujasiri. Na tunaongoza sala ya toba sasa kwa wale ambao bado hawajampokea Yesu, ili waweze kumpokea, aingie ndani yao, awasaidie na awavushe katika mapito mazito wanayopitia. Na neno la Mungu linasema kwenye Warumi 10:9, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kwamba yeye alifufuka katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa kinywa mtu hukiri hata kupata wokovu, na kwa moyo mtu huamini hata kuhesabiwa haki. Kwa hiyo umeshasikia neno la Mungu, kama umeliamini tayari umeshahesabiwa haki. Sasa hatua iliyobaki ni ndogo tu, ni kukukirisha maneno ambayo sasa yatakuungamanisha na Kristo hapo hapo ulipo, na tayari ataingia ndani yako kama simba wa kabila la Yuda, na atafukuzia mbali hofu zote, na atakuvika ujasiri ndani yako sasa hivi. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, tafadhali futa jina langu kwenye kitabu cha mauti la Yesu Kristo, amen. Basi kama una sadaka yako unaweza kutumia namba zinazopita hapo ukaituma, au kama una ushuhuda wa kitu Mungu alichokufanyia kwenye vipindi vyetu vilivyopita, usisite kututumia ujumbe mfupi kupitia hiyo namba hapo. Lakini unapopata ujumbe huu, tuma na kwa wengine ili waweze kutoka katika mtego huu wa hofu. Mungu akubariki sana, amen.